Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, binti na wana wa Mungu. Katika masaa haya nimependa kushiriki pamoja nawe furaha ya pekee, na furaha hii iungane katika kutujenga tu jambo moja lenye amani kupitia kitabu cha Waefeso 3, na nitaangalia ile vasi ya 20 inayozungumzia kitu fulani kinaitwa nguvu. Sasa kwa nini tutumie niseme hii neno nguvu, power. Mwanadamu amepitia mateso mengi, na kuna wakati amenyanyaswa na vitu ambavyo kwa kweli viko ndani ya uwezo wake na hata nazizidi. Ngoja nikwambie, ndani yako mwenyewe kuna nguvu ambayo hakuna nguvu ambayo inaweza ikaivuka. Unajua Biblia ilipoandika katika kitabu kile cha Mwanzo 11, mtu anapoasi, Mungu akaambia watawanyike, wenyewe wakakataa kutawanyika. Alafu wakadhamiria kwamba tutajenga jengo na kilele chake kinafika mbinguni. Na kwa kweli walijenga jengo ambao Mungu alishuka akaiangalia. Na Mungu aliposhuka kuiangalia alitumia maneno haya, ili nirudi hapa ukanielewe vizuri. Naomba turudi kwenye kitabu hichi cha Mwanzo. Yes, Mwanzo 11. Hapo tuone kitu fulani hapo, maneno ambayo kwa kweli Mungu aliyatumia hapa. Wanasema kwamba, nianzie fungu la 3. Wakaambiana, haya tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujenge mji na mnara wa uso na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha moja, lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala hawatazuilika neno watakalo kusudia kulifanya. Umesikia hayo maneno kwamba